uzima, asante kwa maneno yako ya uzima. Bwana Yesu, ukatufundishe kwa kina, marefu na mapana. Roho Mtakatifu kitusaidia, uliye mwalimu wa kweli, nami nikiwa chombo chako. Pe moyo wa kuelewa, kufahamu, macho ya kuona kusudi lako, masikio ya kusikia kila ambacho Mungu aizi umekusudia tusikie na kuelewa, katika Yesu Kristo Bwana Mwokozi, amen. Isaya nabii 43. Isaya nabii 43 mstari wa 15 hadi 21. Tunaweza tukaanza mstari wa 14. Andika Isaya 43 mstari wa 14 mpaka 21. Biblia inasema, Bwana mkombozi wenu, Mtakatifu wa Israeli asema hivi: kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli, nami nitawashusha wote mfano wa wakimbizi, naam Wakaldayo katika merikebu zao walizozifurahia. Mimi ni Bwana mtakatifu wenu, Muumba wa Israeli, mfalme wenu. Bwana asema hivi: yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uwezo. Wamelala hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu, ili wazitangaze sifa zangu. Mstari wa 19 ni wa muhimu. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani, na hata wanyama wataniheshimu kwa mambo nitakayoyafanya. Bwana wabariki. Andika, kaa katika mkondo wa Mungu. Kaa katika mkondo wa Mungu. Jiconnecti na mkondo wa Mungu. Kaa katika chaneli ya Mungu, mkondo wa Mungu. Kisha kaa kwenye mkondo wa Mungu,
Bwana anafanya kila kitu. Kaa katika mkondo wa Mungu. Na unapokaa katika mkondo wa Mungu, kusudio kubwa lililoko mle ndani ni kuumba mwanzo mpya katika maisha yako. Create a new beginning. Kusudio kubwa ni kuwaza, kuzungumza, kutenda mambo mapya katika maisha yako yanayokuja. Kaa katika mkondo wa Mungu. Mmesikia ya kwamba Mungu amejitangaza, amejieleza. Akasema yeye ni mkombozi, yeye ni Bwana wa herufi kubwa, Bwana yenye herufi kubwa, yaani yeye ni mtawala. Akasema mimi ni mtakatifu wa Israeli. Sasa katika sifa zangu hizi, ninatawala, ninakomboa, nalipa fidia na kumtoa mtu katika hali yoyote ile kwa ajili ya nafsi yangu. Mimi ni mtakatifu, kielelezo cha utakatifu katika Israeli. Israeli nimewafundisha utakatifu, ni wakuta hawajui utakatifu. Lakini mimi ni mtakatifu wa Israeli. Katika eneo la utakatifu tumwangalie Mungu aliye hai. Mungu wa Israeli ndiye Mungu wetu. Shangilie Bwana Yesu. Watu hawa kwa nini wanapata maneno kama haya? Alafu baada ya kuambiwa pale, Mungu anasema nayo maneno na anaweka na kanuni za mambo atakayoyafanya. Anasema hivi: kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli. Yaani kwa ajili yako ametuma ujumbe Babeli, nami nitawashusha wote mfano wa wakimbizi. Tawashusha hao wa Babeli. Hapa taifa la Israeli, hasa upande wa Yuda, wakati ambapo anahudumu Isaya, ni upande wa Yerusalemu, wameshapelekwa Babeli, wakatumikishwa miaka 70. Hapa sasa inaonekana ni karibu na mwisho. Bwana anataka afanye njia. Watu wake aliokuwa na waamini, waliokuwa na muabudu, hekalu lile la Sulemani limeshabomolewa Yerusalemu, lakini waliokuwa na muabudu tayari wako Babeli. Babeli naye amefika sehemu ametumiwa tu kama katumishi. Kama unavyochukua fimbo unamchapa mtoto, unamuonya, unamrekebisha, halafu anakuja na kaa vizuri. Babeli anaanza kujivuna, nchi zote ziko chini yangu na simtambui yeyote, hata Mungu huyo simtambui, natambua miungu ya kwangu. Mimi natengeneza bustani. Yani akaamua kutengeneza bustani inayoelea juu. Yani maana yake zikafanyika ngazi, halafu wakamwaga silabu kule, wakatengeneza nguzo, wakamwaga silabu, wakamwaga eneo la silabu hivyo, wakajenga kama eneo la ardhi. Alafu wale watumwa
wakawa wanapandisha udongo, wakajaza udongo wa kiasi kikubwa sana, alafu yakapandwa matunda juu. Yaani kama hapo upandishe ngazi hata kama gorofa ya pili, ya tatu, ya nne, alafu huko sasa eneo kubwa kama bustani, alafu mwage udongo ambao utastawisha matunda. Udongo kajazwa wa kimo, ambapo mizizi itawekewa mbolea, kila kitu, ardhi itawekewa mbolea, kila kitu kitakuwepo huko. Yaani inatengenezwa ardhi juu, halafu inapandwa miti. Alafu kuzunguka hiyo bustani kuna eneo ambalo ni la ukuta. Kwa hiyo anaweza akatembea mle ndani, hata kama magari yakawekwa humo, alafu akatembea humo. Yaani kuna njia ambazo ziko juu, lakini hapa katikati bustani. Kati ya maajabu 7 duniani, hilo nalo lilikuwa ni ajabu kubwa. Ukimsoma vizuri Danieli sura ya 4 ndiye analielezea sana. Wewe ulipewa ukawa kama mti mkubwa, ambapo ulitegemea ndege kivuli chako, wanyama walitegemea hapo, hata wanadamu wote ulipewa duniani. Lakini umejaa kiburi na kutokumtambua Mungu aliye juu. Umekatwa, umekuwa kisiki ambacho kilichokatwa. Ila sasa kisiki kile kikafungwa mpingu ili utomvutomvu ule usiishie, mpaka utakapojua aliye juu ndiye anayetawala. Nebukadneza anaambiwa, yeye alipoangalia bustani ile na hali ya hewa ya huko juu, akasema, akatamba, mimi ndiye nimefanya haya, na dunia nzima iko chini yangu, na nina watumwa waliokuwa najifanya kwamba wanamwabudu Mungu wa Israeli. Miungu yangu ni mikuu kuliko Mungu wa watumwa. Mungu akakumbuka rehema na agano la Ibrahimu. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu sana. Mungu anakukumbuka hata kama watu watafute njia za kukutesa, za kukukiri. Sisi tuko chini ya damu ya Yesu. Mungu anaweza kafanya popote pale, na Mungu akatengeneza. Umeelewa utumishi wa Bwana? Kwa hiyo kutamba kwake kule, halafu ni mwanadamu, hana mbingu, ametengenezwa, ameumbwa tu tena tumboni mwa mama yake. Mungu akasema, mimi ni Bwana mkombozi wenu, mtakatifu wa Israeli, naye jua haki. Nasema hivi, natuma ujumbe kwa huyo mtawala wa Babeli. Na akatuma ujumbe, maana yake akamtuma Koreshi na Dario mkuu, Dario Mmedi akiwa anaongoza majeshi. Halafu Koreshi kutoka Uajemi na Dario kutoka Umedi, ambazo ni nchi za Irani sasa. Iraki, Babeli pamoja na Ashuru ndio Iraki ya sasa. Sasa alitumia taifa ambalo sasa hivi linaitwa Irani, wakati huo linaitwa Umedi na Uajemi. Akatuma ujumbe kwa mfalme wa Babeli, usijifanye sana kama wewe ndio umeiweka dunia hapo. Hata kama umeumba vitu vingi, kweli vitu vingine ni man made, ni vitu vinavyotengenezwa na wanadamu. Yeye ni Mungu ndiye anayeshusha ujuzi. Hiki hapa kimeumbwa na Mungu, hiki si kimetengenezwa na wanadamu. Hiki kimetengenezwa na nini? Na wanadamu. Tiles zimetengenezwa na wanadamu, lakini ardhi na nyasi hizo Mungu, ng'ombe Mungu, kondoo Mungu, na wanadamu waliojitokeza. Kuna vitu vingine ambavyo vimekuja kwa hekima ya Roho Mtakatifu, akatujaza kama alivyomjaza Bezaleli. Bwana asifiwe sana. Ukifika we unaumba, unafanya kama Mungu anavyofanya, unamfuta Mungu kweli.
alafu unajifanya wewe ndiye Mungu wa kuabudiwa. Aya, Mungu akasema, mimi ni Bwana mkombozi wenu, mtakatifu wa Israeli. Hebu mshangilie huyo. Nimetuma ujumbe kwa Babeli. Babeli ni wale watu wote ambao wako kinyume cha mapenzi ya Mungu, wale ambao wako kinyume cha baraka zako, wale ambao wako kinyume cha mafanikio yako, hata huduma yako na utumishi, wote ni Babeli. Babeli maana yake ni machafuko. Babeli maana yake ni kiini cha ibada za sanamu, lakini Jerusalem kiini cha ibada za kimungu. Mshangilie Mwokozi aliyekuumba sana sana sana, sana. Tuna mkombozi, tuna Bwana, tuna mtakatifu wa Israeli. Anasema hivi, nimetuma ujumbe kwa ajili yako wewe. Nimetuma ujumbe Babeli, nami nitawashusha wote, mfano wa wakimbizi, mfano wa watu wanaokimbizwa. Nitaleta majeshi kutoka Uajemi pamoja na Umedi ambao watashusha Babeli. Itakoma kuongoza dunia nzima. Wakati huo iko inatawala dunia nzima. Baada ya hapo Babeli ikateketezwa, alafu ikainuka Umedi na Uajemi, Koreshi na nabii na Dario Medi. Shangilie Mwokozi. Bwana anatawala. Bwana ni mtawala. Bwana ni mkombozi. Bwana anakukimbizia majeshi ya adui wa baraka zako. Ametuma mjumbe kiroho, anatuma ujumbe. Unaposikia ujumbe kama huu, anasema sikilizeni, mimi ndiye ambaye nilifanya hayo kwa Israeli, lakini wewe ni Israeli wa kiroho. Ni kama ujumbe huu umekuja kukutia moyo kwamba kuna watu ambao walikuja wanatamba sana dhidi ya Mungu wako, hawajamfahamu. Sasa Mungu anajitangaza, asema yeye atashughulikia, atawakimbiza kama mkimbizi, hawatakuwa na kao la aina yoyote. Nasema mnasikia, lakini anasema naam, Wakaridayo. Jina lingine, wana lugha ya Kikaridayo katika merikebu zao walizozifurahia. Walifurahia merikebu zao zinazoendeshwa katika guba ya Uajemi. Merikebu yani mavyombo mbalimbali ya kibiashara, wanafurahia hayo na wanahusudu biashara kuliko Mungu. Mavyombo ya kawaida, merikebu zinazoweza kutengenezwa na wanadamu, anazihusudu kuliko kumwabudu Mungu aliye wa kweli. Ile furaha yao naenda kuikomesha. Merikebu zao nitazishughulikia. Anaendelea kusema, akajitambulisha tena mstari wa 15, mimi ni Bwana. Ile Bwana ya kwanza itashughulikia hayo, lakini naendelea kusema mimi ni Bwana mtakatifu wenu. Mshangilieni huyo Bwana mtakatifu wetu. Mshangilie Bwana huyo mtakatifu. Si mtakatifu wa Israeli peke yake, ni mtakatifu wetu pia. Mimi ni Bwana mtakatifu wenu, muumba wa Israeli, tena ni mfalme wenu. Aliyeuumba Israeli ikawepo duniani, aliyekuumba wewe ukawepo duniani, aliyeumba kabila lako likawepo duniani, aliyekuchomoa wewe katika familia hiyo ukawepo duniani, aliyeiweka hiyo familia duniani. Kuna familia nyingi hazijakuwepo duniani. Amekuumba yeye, huyo ni mfalme wako. Haya, mshangilie Mwokozi. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari. Na kweli njia ilitokea katika bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakavuka kutoka Misri, wakavuka wakaelekea Sinai, halafu baadaye wataelekea mpaka Kanaani. Anayefanya njia katika bahari,
na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Maji yenye nguvu, maji yenye nguvu hapo ni tafsiri ya mto Yordan. Mto Yordan walipokuwa wanavuka kupitia Yoshua, maji yale yalikuwa ni kipindi cha mafuriko, ilikuwa ni mwezi wa 4, mwezi wa 3 wa 4. Hasa anaposema hapa anayefanya rejesheni historia, Musa nilichotenda pamoja na Musa na Yoshua, nilifanya njia katika bahari, lakini maji ya mto yaliyokuwa na nguvu, yaliyokuwa yanavuma wakati wa mafuriko ya mto Yordan, niliwavusha wana wa Israeli. Wa Yuda niliwavusha, wa Israeli niliwavusha, nikawapeleka Kanaani. Maana yake anasema hata kama jambo linatisha kama nini, limeleta mchanganyo, unashindwa kujua pa kupita, limekuwa kama bahari, limekuwa kama mto wenye mafuriko, nasema pana njia. Mahali ambapo hapana njia, nitavuka. Utavuka. Akatae akubali aya kabisa, kama Bwana asemavyo. Aya we tuna Mungu wetu. Hebu sema, Bwana mtakatifu wetu, mfalme wetu. We mchezo, shangilie Bwana Yesu. Bwana akikaa kwenye kiti chake cha enzi, mambo yanaenda kienzi. Akikalia kiti cha moyo wako, mambo yote yasiyokaa sawasawa yanakaa sawasawa. Yeye anavuka mipaka ambayo imewekwa na maneno ya kibinadamu. Hata kama ni matamko ya mababu, navuka laana zote, navuka kuta zote. Hata kama kulikuwa na kuta za Yeriko, mbona zilibomoka? Hata kama mji wa Babeli unaangushwa, wewe kuna tawala dunia nzima. Sikiliza anachokisema kwenye ulimwengu wa roho, unaunganisha. Haya ni ya kwangu leo, sio ya wale. Yangekuwa ya wale, angepewa ujumbe huo, usingeandikwa kwa ajili ya vizazi vingine. Una uwezo wa kulidaka na ukatembea nalo, na kila kitu kikawa sawasawa na ukatendewa. Mwokozi wetu ashangiliwa, Mwokozi. 17 atoae magari na farasi, jeshi la askari na uwezo, lenye uwezo wamelala. Nifumbulieni fumbo. Fumbua hilo fumbo. Amesema anatoa magari na farasi, jeshi lenye uwezo, au jeshi na uwezo wake wamelala. Wanasemagaje watoto? Sijui fumbo, sijui nini. Mimi nimeshasahau yale ya darasa la ngapi yale. Hadithi, sijui ni hadithi. Kama unataka kuweka kitendawili. Nini? Kitendawili. Alafu na ile sijui fumbo ni kufumbie, sijui nini. Aya. Sasa sijui kuna kausemi gani kale. Hebu niletee. Hebu sema, mwalimu. Hadithi njoo uongo. Hadithi njoo uongo njoo. Lakini kuna maneno fulani sijui niseme kitendawili. Yaani kuna vineno fulani alafu unaachilia lile jambo, alafu wanakutegulia ule mtego, wanausema. Hivi huwa ni nahau au ni mithali au ni kitendawili hivyo? Haya, nazungumza. Haya, kitendawili. Nataka niwatege. Kitendawili. Nitege. Mtategua. Mbona wengine hawasemi? Kitendawili cha kiroho. Kitendawili cha kiroho. Cha tarehe 5 mwezi wa 7 leo. Kitendawili. Alitoa magari na farasi, jeshi kubwa linaloaminika, lenye uwezo au lina uwezo, likalala. Mkishindwa mnanipa mji. Ni nini? Nani anaweza kajibu? Nyosha mkono kama unajua. Katoa jeshi
na farasi wake. Alafu katoa magari na farasi, jeshi kubwa sana lenye uwezo likalala. Nipe sasa, tegua. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni kipindi kile ambacho Farao aliachilia jeshi lake. Sasa na ile Kutoka 14 kuanzia mstari wa 9 utapata pale alipoachilia jeshi kubwa, farasi. Kweli wanasemaga ile ni lugha sijui ya kibiashara. Amenifilisi, ndio lugha ya biashara. Kanifilisi maneno yote, si ndio? Kapatia, kafaulu, tiki kubwa kiualimu. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Alitoa majeshi. Yaani Mungu anaturudisha mbele, yaani nyuma kule, alafu tuone uwezo wake, alafu tuangalie kitu ambacho kiko mbele. Yaani hakitawezekana kivipi kama amefanya hayo. Kwa hiyo akatoa magari ya kijeshi, alafu akatoa na maaskari 600 hivi. Wewe, majeshi ya Farao 600 ni mchezo? Alafu yalikuwa na uwezo, yakalala yakafa kwenye bahari ya Shamu. Mapito ya wateule, mtu akiyafuatilia mapito ya wateule halafu hajawa mteule, hayo hayawezi kuigwa. Mapito ya wateule, waachie wateule. Mwendo wa wateule, waachie wateule. Nasema Bwana, hebu sema Bwana, kunja ngumi Bwana. Bwana mtakatifu, mtakatifu wetu, mtakatifu wetu, mkombozi wetu, mwokozi wetu, mfalme wetu, Bwana wa mabwana, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, makombora. Haleluya! Anapokaa kwenye kiti cha enzi, nakwambia akikaa kwenye kiti cha enzi cha moyo wako, umemlaini vizuri, yaani umempa nafasi atawale, halafu wewe ni mtakatifu, anakuja na yeye ndio utakatifu wake, alafu anakuwa mfalme wako, alafu anakuokoa. Anasema hivi, vita niachie. Wameamua kupita kwenye mwendo unaopita, hawatafaulu. Baada ya hapo, Musa anaambiwa wameingia, wako kwenye bahari katikati. Musa akaambiwa geuka. Musa akageuka. Musa akaambiwa nyosha fimbo. Aliponyosha fimbo, mahali palipokuwa pametengana pakajirudi wote na magari yao, wote wanaokufuatilia maendeleo yako, wote wakalala. Wenzeni, tunaendelea ng'ambo nyingine, tunadunda, tunakwenda na sifa. Miriam akachukua, Roho Mtakatifu akampa wimbo wa Musa, ukaanzishwa na Musa, akaudaka Miriam. Unaanzishwa na Musa, halafu anaudaka Miriam. Miriam akawa nabii wa kike. Akasema wapanda farasi pamoja na farasi zao wote wametumbukia. Mchezo. Allah. Shangilia Mwokozi wako anayekuhifadhi, anayekulinda, anayekuwezesha. Mwambie mwenzako, kaa kwenye mkondo wa Mungu. Kaa kwenye chaneli. Kaa kwenye chaneli ya Mungu. Kaa kwenye channel. Ukikaa kwenye channel ya Bwana, Bwana anakuja yeye mwenyewe, anakutetea. Anasema masimango wanaoyasema hao wa Babeli ni kina nani? Naenda kumfutilia mbali huyo Babeli, naenda kuwashusha kama wakimbizi, alafu ninakwenda kuwafuta kama utambi kibatali na utambi wake. Okay, kama kautambi kako pale kanazima.
Yaani sasa hivi umeme haya na mabaru yametusahaulisha kwamba tulikuwa na makoroboi na utambi haya. Anarudia Mungu, ukumbuke utambi. Yaani unapokuwa umewashwa koroboi yenye utambi hiyo ambayo umeiwasha, unaweza ukaifuta alafu kimwanga kilichokuwa kinawaka hakiwaki tena. Ushuhuda waliokuwa nao ambao ulikuwa unaonekana hauonekani tena, hakuna mwanga wao tena. Yani haleluya, haleluya, watumishi wa Bwana. Mungu wa Israeli, mhubiri weje jamani. Bwana anakuja na kufutia adui yako kama anavyofuta utambi. Yani utambi wa koroboi, wao ni vikoroboi tu, wao ni viutambi tu, wao waliwasha mambo yao, Bwana anayazima mambo yao. Ayo, tualindwe na nguvu za Mungu kweli kweli. Haleluya, 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 haleluya. Kaa kwenye mkondo wa Mungu, kaa kwenye mkondo wa Mungu, kaa kwenye mkondo wa Mungu. Ya. Akasema wamezimwa mfano wa utambi. Mwisho wa kunukuu. Wamezimwa kama utambi. Mwisho wa kunukuu. Kwa habari ya adui anavyoenda kumfanya, anamshusha kama mkimbizi, anashughulikiwa kama utambi, anazimwa. Alafu ndio akaja kwao waliokaa kwenye reli. Mliokaa kwenye reli, nisikilize. Yanakuja mambo yetu. Mwambie mwenzako, yanakuja mambo yetu. Yanaanzia mstari wa 18. Maelekezo yanaanzia mstari wa 18. Mstari wa 14 ni jinsi Mungu anavyojitambulisha na kuendelea kushusha vitu na kufanya vitu kwa ajili yako. Na mstari wa 15 na 16 na 17 na ushuhuda juu. Hasa anakuja mstari wa 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Usikumbuke jambo ambalo ni baya, jambo ambalo ni ovu, jambo ambalo ni dhambi, jambo ambalo liko kinyume cha mapenzi ya Mungu. Si wakati wa kukumbuka. Jambo la kwanza ni kukumbuka ushuhuda wa Mungu, ni kukumbuka jinsi atakavyoshusha hayo wa Babeli, hao kushushwa na kukimbizwa. Ni kukumbuka utendaji wa Mungu, ni kukumbuka wewe umesawazisha na Bwana, umekalisha vizuri. Usikumbuke mambo hayo ya kwanza ambayo umeshayatubia. Kama hujatubu, hapo tubu toba ya kweli. Ukishatubu toba ya kweli, yasikuweke gerezani madhambi yazingayo, mambo yanayozunguka na kuharibu utakatifu wako. Usikumbuke mambo ya zamani. Kama umeyarekebisha vizuri kwa Bwana, wewe jiamini. Nasema niseme nisiseme. Kwa mujibu wa Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 asema jitahidi kujionyesha kwamba umekubalika, mtenda kazi usiye na sababu ya kuona aibu au ya kutahayari, ukitumia neno la kweli kwa uhalali. Ukitumia neno la kweli kwa uhalali. Tumia neno la kweli kwa uhalali. Tafuta neno la kweli kwa haki yake, kwa uhalali wake. Tumia neno la kweli. Ile kweli itakuweka huru, kweli itakuendesha mpaka kwa Mungu, kweli itakufanya ufanye mambo ya kweli kwa uhalali. Yani turudie kidogo Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Jitahidi, hebu sema nyuma yangu, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Umekubalika au umekubaliwa na Mungu. Mtenda kazi. Wewe ni mtenda kazi, mchapa kazi, mtenda kazi ambaye hana
sababu, hana visababu, hana virizoni, hana sababu, hana visababu, hana kujitetea, hana sababu ya jambo lolote la kuona aibu. Maana yake ni mjasiri, anasema kwa ujasiri, anashuhudia kwa ujasiri, hana sababu. Mwambie mwenzako, sina sababu. Unapoona maisha yangu hivi, sina sababu. Kwa neno hili sina sababu ya kutahayari, ya kuona aibu. Nina ujasiri wote kwa damu ya Yesu iliyofuta makosa yangu. Sijiweki mimi gerezani. Usinikumbushe mambo ya zamani. Niache. Mwambie mwenzako, bwana, sina sababu ya kutahayari, ya kuona aibu. Nina sababu ya kuonyesha kujiamini, ya kuonyesha ujasiri, ya kuonyesha imani, ya kuonyesha nguvu za Bwana, ya kuonyesha uwezo wa Roho Mtakatifu, ya kuonyesha maombi, ya kuonyesha nimekombolewa, ya kuonyesha nimeokoka. Nina sababu ya kuendelea mbele. Nina sababu ya kuponywa. Nina sababu ya kuhubiri. Mmechoka? Maaskari, mmechoka? Semeni kwa nguvu, nina sababu ya kuendelea mbele. Mimi safari yangu sikomei mahali, wala sikomeshwi kama utambi. Ninaye Bwana mtakatifu, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, Baba wa milele. Haleluya, 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 isiyo na mwisho. Haleluya. Na watoto wangu pamoja na wajukuu wenye wajukuu na miradi yangu, sina sababu ya kutahayari kamwe. Never kurudi nyuma. Sirudi nyuma, nasonga mbele. Usiyakumbuke haya, yafute kabisa. Kama yamefutwa kwa damu ya Yesu, unayatafakari yani, jiweka vigerezani vya nini? Ye Mungu. Mstari wa 25, hebu soma hapo 43:25. Ngoja nikurukishe kwenda mbele. Asema, nafuta makosa yako kwa nafsi yangu mimi ninavyopenda mimi, sio mwanadamu anavyopenda. Alafu usirudia hayo makosa sasa. Soma 43:25. 43:25. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Yes, kwa ajili yake mwenyewe. Kama mtu anatafuta, Mungu umesamehewa. Unaweza kusamehewa. Kamuulize Mungu. Kisha samehe huko. Si moyo tu kishanyooka kwa Bwana na nimeshaamua. Yeye ndio kafanya yeye mwenyewe. Hivi kweli unavyojitathmini kwa makosa haya, atakuwa amekusamehe. Wewe ni nani? Nenda kwa Mungu. Hebu mshangilie Bwana Yesu, Mungu wetu Bwana. Na yafuta makosa yangu kwa nafsi yangu mwenyewe. Si hapo pamemalizika hapo hapa. Wala sitakumbuka dhambi zako. Aya, mpigieni makofi Mungu. Kama Mungu mwenyewe hakumbuki, wewe unaanzia wapi? Unaanzia wapi yako ka story? Kumbuka. Hivi kwa umeshamewa, kumbuka. Mambo ya zamani, kumbuka. Mungu wala hakumbuki. Shafuta kwa damu ya Yesu. Sio damu ya wanyama iliyokuwa inafunika. Kafuta. Tubu vizuri. Mwambie mwenzako, tubu vizuri. Hakikisha unatubu toba ya kweli. Na ukishaona moyoni unashuhudia umfanya vizuri, usirudie. Fanya vya Bwana. Alafu utakume kaa kwenye mkondo. Kaa kwenye mkondo wa Mungu. 19
Anasema tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani. Kitu nachotaka kufanya, nataka njia jangwani. Hata kama jangwani hakuna njia, nataka nifanye njia jangwani, barabara jangwani, barabara itakalopitisha vitu, barabara itakayopitisha wana wa Israeli jangwani. Na nitafanya njia jangwani, mahali ambapo makusanyiko hayawezi kukusanyika kwa kupita mle, na dhoruba zilizoko mle, na kuna nyoka za moto zenye vichwa vya moto vyekundu, halafu mito ya maji nyikani. Hayo ninaweza nikayafanya. Tunaweza vikachimbwa visima, yani nyika ninaibadilisha inakuwa na maji. Wanyama watafurahia, wanyama watafurahia, wataniheshimu wanyama. Mbweha wataniheshimu, mbuni wataniheshimu, kwa sababu ya kuwapa maji, maji jangwani na mito nyikani. Alafu na ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu nitawanywesha huko nyikani na jangwani. Hivi kweli? Sasa kama wewe mpaka wanyama wanamheshimu Mungu, wewe usimheshimu Mungu? Umheshimu, si ndio? 21 anasema watu wale niliojiumbia nafsi yangu, nilioiumba nafsi yangu ikawa ndani mwao, wakanifanana mimi, ili wazitangaze sifa zangu. Mungu anakufanyia hayo ili utangaze shuhuda zake, sifa zake. Kwa kweli baada ya hapa ilikuwa tumalize ibada. Sasa nikupe ABC kidogo. Moja, hautakiwi kukumbuka makosa yako ya zamani kama umeyatubu vizuri. Mambo ya kumbuka miujiza ya Mungu, shuhuda, matendo ambayo Mungu amekufanyia. Unajua, ukikumbuka yale yanampa Mungu sifa. Ukishamtaja Mungu, wewe ni mponyaji, amekundana uponyaji, ananiamini katika uponyaji, basi namponya. Wewe ni Mungu, Bwana wa mabwana, mtawala, Mungu mwenye nguvu. Anakuja anajionyesha kama Mungu mwenye nguvu, kwa sababu yeye ana miujiza, ana mambo makuu, ana wokovu. Kwa hiyo unakuta Mungu anayafanya kupitia Yesu Kristo. Tumeokolewa kupitia Roho Mtakatifu, tunatenda mambo ya kipekee. Hebu tumwangalie Roho Mtakatifu kidogo. 44 mstari wa 3, Isaya 44 mstari wa 3. Ameendelea kushuhudia. Alipofika 44 akadokeza siri nyingine. 44 mstari wa 3, Biblia inasema, au tunaweza tuanzie mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini sikia sasa. Endelea. Lakini sikia sasa, Yakobo, ndio mtumishi wangu. Yaani Yakobo amekuwa mtumishi, na Israeli niliyekuchagua. Kiroho ni Israeli ambaye umeteuliwa. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakayekusaidia asema hivi. Yaani yeye ameshasema kwa atakusaidia kwa misaada yote. Anasema hivi, msikilize. Usiogope. Usiogope. Yakobo mtumishi wangu. Yakobo mtumishi wangu. Na wewe Yeshuruni. Yeshuruni ni jina lingine la Israeli. Niliyekuchagua. Ambaye amemchagua. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Kila aliye na kiu atamiminiwa maji. Ukiwa na kiu na Roho Mtakatifu anakuja. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Kila palipo pakavu atamimina vijito vya maji. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Nitamwaga na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Kama hakuna hilo kutimia, dai.
Yaani nimekomea mstari wa 3 hiyo. Sasa utaangalia anasema huko, anasema mpaka anasema kwamba nitatoa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini kwa ajili yako. Nasema kaa kwenye chaneli ya Mungu, kaa kwenye mkondo wa Mungu, kaa kwenye mkondo wa nani? Kaa kwenye nani? Kwenye mkondo wa Mungu. Akasema mimi sitatumikiwa na mabali. Mstari wa 7, 44 mstari wa 7 na wa 8. Naye ni nani kama mimi atakayeita na kuyahubiri haya na kunitengenezea tangu nilipowaweka watu wangu, watu wa kale, tangu nilipoweka watu wa kale, na mambo yanayokuja yatakayotokea wayatangaze. Sisi tunaweza tukafunuliwa mambo yatakayokuja, tunahubiri juu ya dhiki kuja maana itawapata dunia hii, lakini kuna mambo ya milele yatakayo, yani sisi ndio watangazaji, sisi ndio wenye kushuhudia, sisi ndio wahubiri, sisi ndio wenye kutangaza. Msiogope. Hebu sema hatuogopi wala hatufanyi hofu. Hatuogopi wala hatufanyi hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani na kukuonyesha? Mungu alikuwa anasema haya sikukuhubiri? Yaani wewe umehubiriwa tayari, haya ni kuthibitisha tu. Na ninyi ni mashahidi wangu. Sema ninyi, sisi ni mashahidi wa Mungu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Mungu anauliza, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Haya, jibu wewe mwenyewe. Yuko Mungu zaidi ya Mungu wetu? Yuko Mungu zaidi ya Mungu wetu? Shangilia Mungu aliye hai. Mambo yatakao kufanya ukae kwenye channel, ukae katika mkondo moja. Neno la Mungu lazima ulisome. Uwe mtu wa neno la Mungu mwanzo hadi mwisho wa maisha yako. Kunapokucha hadi utakapolala, maneno yako yaumbwe na neno la Mungu. Usemi wako uumbwe na neno la Mungu. Kuitikia kwako kuwe ni neno la Mungu. Fuata neno la Mungu, limekuzaa, lizungumze. Sio unakuwa na maneno ya mitaani. Neno la Mungu litakufanya uwe kwenye channel. Shina lako la kiroho lizame kwenye kina cha mambo ya rohoni. Upendezwe na kweli halisi ya Biblia. Uifate kweli sana. Huduma yako kuu, yani iwe kiini chake ni neno la Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu alinatisha neno la Mungu katika moyo wako. Moja hiyo. 2, ibada ya kila siku yako na Mungu wako. Uwe na ibada ya kwako wewe binafsi kabla hujaenda kazini. Uwe na devotion. Uwe na ibada ukiamka, mshukuru Mungu. Chukua hata Biblia kidogo, chukua hata kitabu cha Sunday School. Au chukua hata neno lilohubiriwa siku za Jumapili zilizopita, jikumbusha. Ingia kwenye maombi, umfanyie Mungu ibada. Kabidhi watoto wako, kabidhi biashara yako, kabidhi maisha yako, kabidhi siku nzima. Itawaliwe na Mungu. Uwe na ibada ya kila siku wewe na Mungu wako, ilishe roho yako. Namba 3, uwe mnyenyekevu. Lazima tukae kiunyenyekevu. Uwe mnyenyekevu mara zote. Mpe Mungu utukufu. Toa utukufu wote kwa Mungu. Nyenyekea kwa Bwana. Yani jitume kwa Mungu wako. Anasema uwe rafiki wa Roho Mtakatifu, alakufumbulie na mafumbo. Nyenyekea kana kwamba hujajua vitu vingi ili akufundishe. Lakini jambo la 4, uwe mtu wa kufundishika. Ukielezwa unaelezeka. Kaa katika hali ya kufundishika. Aliyefunguka moyoni anaangaziwa.
aliyefunguka moyoni, anatetemeka anapolisikia neno la Mungu. Nitamwangalia mtu huyu atetemekaye anapokuwa analisikia neno la Mungu, anayevunjika na kupondeka. Huyo sitamdharau kamwe. Mwokozi wetu ashangiliwe. Mambo yatakayokuleta katika reli, yatakayokuleta katika channel, yatakayokuleta katika mkondo, yasikilize haya. Utapitishwa ili Bwana kufundishe upate faida. Zaburi 32 mstari wa 8 anasema nitakufundisha, nitakuongoza. Zaburi 32 mstari wa 8 na Isaya 48 mstari wa 17, na kufundisha ili kusudi upate faida. Zaburi 32 mstari wa 8, kama mtu amepata tusomee. Tuko kwenye jambo la 4. Nikifika jambo la 7 tumemaliza baba. Namba 7 ni namba ya ukamilifu. Namba 1 namba ya Mungu mmoja. 2 namba ya ushahidi. Namba 3 namba ya utatu wa Mungu. 4 namba ya dunia, pande kuu za dunia. Namba 5 namba ya neema. Namba 6 mwanadamu aliumbwa siku ya 6, namba ya kibinadamu, namba isiyo kamili. Haya, namba 7 namba ya ukamilifu. Halafu namba 8 namba ya mwanzo mpya, ya ufufuo, ya kuanza mwanzo mpya. Wa 8 wakaanza safinani, wakaujaza tena ulimwengu mpaka umefika kwetu. Ulimwengu ule uko umefutwa, lakini wa 8 yani Nuhu na watoto wake. Aya, hebu lete hiyo Zaburi na 32. Nitakufundisha na kukuonyesha njia. Yani kuna mambo mengine utafundishwa na mwanadamu, utafundishwa na Mungu mwenyewe na Roho wa Mungu. Wakati unakuwa ibada ya kwako wewe binafsi, kuna mambo mengine tutafundishwa, na utawapata hata chuoni, utawapata hata kwenye shule, utawapata mengi. Anasema nitakufundisha, mwalimu akiwa Mungu mwenyewe. Na kukuonyesha njia utakayoiendea. Atakuonyesha yeye mwenyewe. Kaa kwenye channel. Mwambie mwenzako kaa kwenye channel. Shida ni kukaa kwenye channel. Hebu lete mambo. Nitakushauri. Nitakushauri. Kuna shauri zingine tushauriwa na wanadamu. Shauri wa Mungu mwenyewe. Hapa kana kwenda hivi. Pita hapa mwanangu. Daudi alikuwa na hiyo formula. Baba niwashukie. Uliwashukia kwa njia ile, lakini leo zunguka, kuna miti ya miforosadi. Zunguka kwa hivi. Utakapoona naleta upepo, halafu miforosadi inakwenda hivi, upepo wa Bwana, ujue hapo wameshalewa tayari, hawana upako. Mwanangu washukie hapo. Anakushauri, anakupa indicator. Tunaenda kwa indicator baba, indicator. Sasa wanajuaje hawa jamani? Wanajuaje? Tunashauriwa na Bwana. Lete mambo. Jicho langu likikutazama. Jicho langu linakufuatilia. Wakuguse, wanagusa mboni ya jicho. Mungu atakubali Mungu aguse mboni ya jicho lako. Wewe unakuwa mboni ya jicho. Mwambie mwenzako mimi ni mboni. Unavyoniona mboni ya jicho la Mungu. Wewe nalindwa na nguvu za Mungu kuliko kawaida. Bodyguard waliokuwepo, wengine wanaweza kaonekana, wengine waonekaniki. Channel ya kwanza neno la Bwana, ya pili iliyojitosheleza, ibada ya kila siku, yani ibada ya kila siku ya wewe na Mungu wako, ushirika na Mungu wako, siri yako na Mungu wako, uchaji Mungu na Mungu wako, ibada ambayo haiingiliwi na masimu, haiingiliwi na watu wengine. Unatafuta muda wa wewe na Mungu wako sirini pako. Panga agenda na Mungu. Muda usingetosha. Halafu channel ya tatu, unyenyekevu wa kutosha. Mungu wa Israeli mbele za Bwana, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nimekuomba miaka yote, naomba ninyenyekee mara 7. Naomba Mungu ninyenyekee.
mara 7. Mungu, naomba niwe chini, hata kama ukiniinua, wewe ndiye Bwana huko, wewe ndiye Jehova. Mimi si kitu, mimi Bwana si lolote, mimi ni mwanadamu wako, ni kiumbe. Hata haya manguo ni yako Bwana, sura ni yako, vitu nilivyo navyo vyako Bwana. Naomba ninyenyekee, niwe flat na ardhi, mimi si kitu, nisijiinue Baba. Mungu wa Israeli, wewe ndiye utoshelevu. Halafu mtu akufundishika, nijifunze hata kwa mtoto, nipate jumbe hata kupitia watoto, niwasikilize watu. Utafika mbali Bwana, utafika mbali. Shangilia Mwokozi wako, vitu vinavyokuleta kwenye channel, vinavyokuleta kwenye mkono. Namba 5, uwe na upendo. Upendo kiwepo, unafuta hata vikosa vidogo vidogo. Kwa nini kila wakati wewe ni kuona makosa? Biblia inasema upendo ukiwa umejaa kwenu, hata makosa madogo madogo hamtayahesabu. Hauhesabu mabaya, uvumilia yote. Utamvumilia aliye tofauti na wewe. Si unajua kwamba kwenye Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 1 hadi wa 8 utakuta sifa za upendo ziko pale. Uwe hii hali hiyo. Tunapokuwa katika mkondo wa Mungu, tutashuhudia mtembeo wa Mungu. Tutaweza kukabiliana na hali ya kukataliwa, wakati mwingine tutakabiliana na hali ya kuchukiwa kwa sababu ya kweli, lakini Bwana atatulinda. Mawivu yote, masengenyo yote, wasiseme mpaka wanapiga usengenyaji hao. Mimi Baba nimelala. Baba nawapenda, nisaidie kupenda hata adui yangu. Ndio ulisema, na siwahesabu ni adui yao, ni adui zako wewe mwenyewe, wewe ushughulikie. Tujae upendo wa kumpenda Mungu kwa mioyo yetu yote, kumpenda Mungu kwa akili zetu zote, kumpenda Mungu kwa nguvu zetu zote, kumpenda Mungu kwa nafsi zetu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako unavyoipenda. Mshangilie Mwokozi. Namba 6, uaminifu. Ili tukae katika mkondo wa Mungu, ni lazima tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu, tujitoe kikamilifu kwenye kazi ya Mungu, tutunze ahadi za Mungu, tutunze maneno yetu. Ukisema, tekeleza hilo unalolisema. Uwe mwaminifu katika utoaji, uwe mwaminifu katika kuhudhuria ibada, uwe mwaminifu katika zaka, uwe mwaminifu katika michango, uwe mwaminifu kwenye mambo madogo hadi mwaminifu kwenye mambo makubwa. Uaminifu ndio TBS ya tabia zingine zote. Ukikosa hapo, hata utakatifu wako hakuna kitu. Ufunguo wa 7 na wa mwisho. Mshangilie Bwana Yesu. Ufunguo wa 7 na wa mwisho. Uwe mtii. Yesu akatembea katika unyenyekevu na utii hadi mauti ya msalaba. Halafu kama maisha yake yalikuwa yamebebwa na reli hizo mbili, treni ya maisha yako, treni ya baraka zako, treni. Biblia inasema katika Isaya 1:19, mkatii, mtakula mema ya nchi. Mtakula mema ya nchi. Njooni tusemezane, asema Bwana. Tusemezane. Inatakiwa kuwa tayari kwa hiari na kwa kutii kufanya yote tulioitiwa. Mungu atafunua mpango wake na kusudi lake kutegemeana na utii alionao mtu. Mungu anafunua mapenzi yake kwako kutegemeana na utii ulionao kwake. Baada ya hapo tumemaliza. Nataka usimame umshukuru Mungu.
leo ukae kwenye channel. Mwambie Mungu, napenda nikae kwenye mkondo wako channel. Simama basi. Hakuna hakuna Mungu ukikaa kwenye channel anakufanyia mambo mapya. Jangwani panapatikana njia, palipokuwa hakuna maji panakuwa na maji, palipokuwa pakavu anapafanya panakuwa na chemchemi, palipokuwa pameshindikana kuishi mnaishi. Ana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Kaa kwenye mkondo. Hivyo vitu 7 mulilie Mungu siku zote mpaka viwe ndio maisha yako. Hapo utakaa kwenye mkondo. Mwambie Mungu, nataka nikae kwenye mkondo wako. Hawa watu walikaa kwenye mkondo wakiwa Babeli. Bwana kasema, nakuja na mtuma mjumbe wangu kwa huyo Babeli aliyekutesa, ambaye amejivuna naenda kumzima kama utande. Wewe usikumbuke mambo ya mwanzo tu, usijiweke gerezani, mradi umetubu vizuri. Halafu na kuwekea mambo mapya ili utangaze fadhili za Bwana, sifa za Bwana. Hakuna Mungu, oh, hakuna, hakuna. Maisha yako pamoja na maisha mengine ya maandiko, maisha pamoja na maisha yako ya maandiko mengine. Isaya 43, Isaya 43, Isaya 43, Isaya 43 mstari wa 14 mpaka mstari wa 21 na hata na ule mstari wa 25. Yandi yawe ndio maisha yako. Soma. Msi Bwana kufundishe, ayafunue maandiko haya, ayafunue zaidi ya jinsi alivyofunuliwa. Roho Mtakatifu akufundishe, yawe ndio mkondo wako na pointi zilizosemwa hizi 7. Isaya 44 pia mstari wa 1 hadi wa 3, pamoja na maandiko mengine yaliyochangia pamoja na Zaburi 32 mstari wa 8. Yawe maisha yako kiwe ndio kilio chako, kilie kupitia maandiko haya, kilie kupitia shuhuda huu, kilie kupitia maneno haya, ya kufundishe, ya kuhekimishe, mpaka Mungu aje alete neno lingine litakalo kusaidia tena kukuinua utukufu hadi utukufu mwingine, imani hadi imani nyingine. Yehova, mhitaji Mungu sasa. Ujiunganishe na mbingu, jiconnect
Jiconnect na mbingu. Jiconnect na mbingu. Jiconnect na mbingu. Mungu anapenda sana wewe uwe na kiu, uwe na kiu, uwe na kiu kupitia maandiko haya. Maandiko haya yamekuonyesha njia. Maandiko haya yamekuonyesha kitu cha kufanya. Maandiko haya yamekusaidia uweze kuomba vipi. Ora baba 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 baba. Ruhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Wote hawa ni watoto wako hawa. Wote hawa ni watoto wako hawa. Wanataka kujiconnect. Wanataka kujiconnect. Connect, connect, connection. Connection, 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 connection. Holy Spirit connection. Connect them. Connect them. Connect, connect, connect. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Spirit. Roho Mtakatifu huyo. Roho Mtakatifu huyo. Roho Mtakatifu huyo. Roho Mtakatifu huyo. Na Roho Mtakatifu anaposhukaga anakuondoa kwenye vichaneli vingine. Anaondoa chaneli zote ambazo za adui. Utaona Roho Mtakatifu anaposhuka kama ni mapepo, mapepo yanatoka yenyewe. Mapepo yatatoka yenyewe yaliyoziba hiyo chaneli ya Mungu. Yatatoka yenyewe. Mimi nakwambia wewe jiconnect tu na Mungu. Mwachie Mungu nafasi. Mwachie Roho Mtakatifu nafasi. Haya huyo Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Wewe jiconnect na Mungu. Usiangalie mwili wako, usiangalie tatizo lako, usiangalie, angalia Mungu na kazi yake. Mnakuhitaji Mungu, ni connect. Roho Mtakatifu ni connect na mbingu. Roho Mtakatifu ni mtendaji. Mwambie Bwana kuponye. Hakuna lisilowezekana Bwana. Hakuna. Mimi nakwambia atakomboa watoto wako. Walikuwa hawafaulu watafaulu. Yani waliokuwa hawana miguu watakuwa na miguu. Waliokuwa hawana mikono watakuwa na mikono. Waliokuwa viwete watatembea. Vipofu watapata kuona. Vipofu wapate kuona. Vipofu wapate kuona. Pata kuona wewe ambaye huoni. Pata kuona wewe ambaye huoni. Masikio viziwi wapate kusikia. Nakwambia hii channel hii na iachilia, na Roho Mtakatifu na iachilia. Yani utafanya vitu ambavyo vilikuwa vijawahi kufanyika. Ndio pale ambapo jangwa linakuwa maji. Jangwa linakuwa maji. Jangwa anaweza akaweka ikawa maji. Palipo pakavu panakuwa na mto. Yani atakuletea majibu yake, majibu yake, majibu yake. Waliokudharau wanarudishwa nyuma. Haya. Ni kama jinsi ambavyo unajiconnect na umeme. Unakuwa chombo ambacho kinachoweza umeme. Sasa umeme wa Mungu, umeme wa Mungu, umeme wa Mungu, umeme wa Mungu, umeme wa Mungu. Kama unaweza ukanena kwa lugha, nenda. Fanya kila ambacho Roho Mtakatifu amekugeuza. Wewe mshukuru kwa uponyaji, mshukuru kwa uzima, mshukuru kwa matendo makuu. Mshukuru. Hata kama ni ada atakuletea hela. Atakupa ada. Jiconnect na Mungu, atakupa. Hata kama ulikuwa na madeni, ataondoa hali ya madeni. Atakupa uweze kulipa. Dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya deni ni kulipa. Uwe na moyo wa kulipa. Uwe na moyo wa kulipa. Atalipa vyote. Ataanza na wewe channel ya Mungu, mkondo wa Mungu. Mwachie Mungu sasa aseme na wewe, atengeneze akarabati, afanye ukarabati wake. Yani yeye afanye kujibu. Pokea kabisa. Fungua kinywa. Mwambie Bwana akuponya mwili wako, damu yako. Hata kama kuna kisukari, hata kama kuna pressure, hata kama kuna ugonjwa gani ndani ya mishipa na mifupa, viondoke vyote kwa damu ya Yesu. Nafuta kupitia Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 3. Haya, nenda tu. Hata kama ni maisha magumu, hata kama ulifukuzwa kazini, hata kama umefukuzwa kazini, Mungu anakurejeshea baraka zake na anakufungulia vile. Omba basi. Mtukuze basi Mungu. Onyesha kwamba umekubaliwa. Onyesha kwamba yeye ndiye mponyaji wako.
Ndio. 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 Mapepo yanatoka. Nguvu za giza zinatoka. Ndio. Ndio. Akiitwa na itika. Wewe muite tu. Sawa. Sawa. Mwite. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nanyi msivunjeni madhabahu zao. Madhabahu yoyote ambayo ilikuwa imekaa mbele yako, madhabahu za adui, vunja madhabahu ya mauti. Vunja madhabahu, vunja madhabahu ya mauti. Vunja, bomoa nguzo. Bomoa misingi yao, bomoa. Wewe si wa laana, wewe ni wa baraka. Bomoa kwa maneno ya imani. Bomoa. Shera, teketeza kwa moto. Teketeza kwa moto. Sanamu za kuchonga zote teketeza kwa moto. Jina lao. Futa roho ya madeni. Futa roho zote. Futa machuma ulete. Futa maisha yako katika maisha yako. Futa vimisingi vyote. Futa roho ya kukata tamaa. Roho zote mazuri. Futa. Fanya kazi. Mwili wako uwe mwepesi. Fanya ambalo ulikuwa huwezi kufanya. Kama huwezi kuinuka, inuka. Kama huwezi kusoma, soma. Kama huwezi kusikia, sikia. Uwe na masikio. Kama wewe huwezi kusema, sema. Hakuna nguvu, hakuna umauti. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wingwiro Baba. Naongeza tu nguvu. Pokea. Mikono yako Bwana na neno zako na njia zako. Mungu wetu ukafungue pale njia, ukafungue mahali ambapo kuna njia. Wewe ya Bwana kila mambo yote ya shetani, kila njia zote za giza unazifunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakataa mkondo wa Bwana uingie ndani ya maisha yako, ukufanyie njia mahali ambapo kuna njia. Awe mkono wako ujue namna ya kumtia moyo Bwana. Fanya moyo Jehova, fanya Bwana, tenda Jehova, tenda Mungu wetu, tenda Mungu wetu, Yesu tuama ndani yake, Yesu tuama ndani yake. Kasirika katika roho, kasirika katika roho, usiteseke tena. Wale Bwana wa pamoja na usiteseke tena, usiteseke tena. Bwana ichukue iwe channel yako, usiteseke tena, usiteseke tena. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana, mkono wa Mungu. Rudi kwenye nguvu zako, rudi kwenye baraka zako, rudi. Yaliyoibiwa na kuharibiwa na kuchinjwa, yaliyoibiwa, yaliyoharibiwa na
tambarare. Kwa jina la Yesu ukaikumbuke, urudishie nguvu zake, nguvu za mafanikio, nguvu za baraka, nguvu za kukutegemea. Kwa jina la Yesu, rudi kwenye mkono, rudi kwenye mkono wa Bwana. Yes. Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari. Bwana atakuangazia tena nuru ya uso wake. Bwana atakubeba tena mpaka watashangaa. Bwana atakuinua, atakupandisha, atakuongezea na miaka. Utatumikia Bwana kwa viwango. Ndio Bwana. Hapo hata katika masomo hapo urudi kwenye channel ya Mungu. Hapo Bwana kukumbuke, hakuna kukata tamaa. Bwana kukumbuke, Yesu akukumbuke, Yesu akukumbuke, Yesu akukumbuke sana. Bwana we pamoja nawe, akurejeshe tena katika nguvu zake. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, kwa uwezo wako Bwana, fungua neema yako Bwana, fungua neema yako Bwana, fungua uwezo wako Bwana. Roho Mtakatifu awe kisima chako, Roho Mtakatifu na nguvu zako, Roho Mtakatifu yako Bwana, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nguvu yako Bwana, Roho Mtakatifu, nguvu yako Bwana, kwenye maisha yako Bwana, katika maisha yako, Roho wa Bwana, uwezo wako, ubiri ya Bwana makosa yake, cha uwezo, cha nguvu, cha uwezo. Ora baba baba baba, ora baba baba baba, ora baba baba baba, ora baba baba baba, ikora baba baba baba, ikora baba baba, ikora baba baba. Rudi kwenye mkono wa Bwana ukuchukue. Endelea kuomba, rudi kwenye mkono. Yesu akukumbuke. Endelea. Rudi. Kila roho za giza, mapepo, ewe chini, pepo, ulitoka, toka ndani yake, toka jina la Yesu, toka ndani yake, kwa jina la Yesu. Kila roho ya kutoa, haya siku ndani, mateso, roho ya mateso, roho ya kutoa, rudi kwenye channel, rudi katika channel. Bwana kurejeshe uzao, Bwana kurejeshe uzao, Bwana kurejeshe baraka zako, Bwana akupe neema, akuponye kabisa, akuponye. Nguvu zako ziko wapi? Nguvu zako ziko wapi? Umtumikie Mungu, umtumikie Mungu, umtumikie Mungu.
mishipa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia Channel mama yangu, channel rudi katika mkono wa Bwana. Bwana kuponye, Bwana kufungulia mlango. Pokea nguvu, pokea neema, pokea ushindi, pokea ushindi. Bwana kurejeshe katika mkono wake, mkono wa Bwana wa pamoja nawe. Jitose mama yangu, mkono wa Bwana ndio juu lako. Roho Mtakatifu, channel ya Roho Mtakatifu, ushirika na Roho Mtakatifu, rudisha. Yesu akupigania, Yesu akupigania, Yesu akutendee, Yesu akutendee. Kwa jina la Yesu tunatuma Sarenda, jitose, jiweke wazi, chukua yote Bwana, uniongoze, Bwana unisaidie, unifundishe njia zako. Mwambie Bwana akusaidie, usiwaze Bwana kulingana kwa kweli, jitose kwenye njia zako. Roho zote za kipepo napiga zishindwe katika jina la Yesu. Funguka, pokea uzima, funguka, pokea uzima, pokea uzima, pokea afya, pokea uzima, pokea afya kwenye koo lake katika jina la Yesu. Lina baba basaka katika jina la Yesu. Kwa mzima sasa, kwa mzima sasa, jisimike ndani ya mkondo wa maji ambao ni Roho Mtakatifu. Yani Roho Mtakatifu ndiye umwachie, Roho Mtakatifu ndiye kuwezesha. Lina baba basaka, neema yako Bwana, nguvu yako Jehova, nguvu yako Jehova, roho wako Bwana, roho wako Bwana, Bwana msaidie, Baba Jehova, Baba pigania Bwana, nguvu yako Jehova, nguvu yako Bwana, ikamshindie, nguvu yako Bwana, ikamwinue, anatamani Bwana kufikia kwa kiwango, anatamani katika Yesu. Neema yako Mwokozi pamoja nawe, neema yako Bwana pamoja nawe katika jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kila nguvu zote za adui wagonjwa, toke kwa jina la Yesu. Nguvu Bwana, toke kwa jina la Yesu. katika jina la Yesu. Toka roho ya Mungu, toka roho ya Mungu, toka misingi yote ya adui. Pigania watumishi wako, watetee Bwana, wapiganie maisha yako, onekana Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema yako Bwana, nguvu yako Bwana, katika maisha yako, onekana Mwokozi, pigania Mwokozi kwa binti huyo, kwa jina la Yesu. katika jina la Yesu. Umejua shida yake, hali yake, kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana, neema yako Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu funika macho, shukuru Mungu, hata kama ni kwa roho, mshukuru Mungu, alafu mtu asitoke. Kuna jambo la mwisho tutalifanya. Yes, hatutakuwa na ibada ya jioni, badala yake wewe tulia kidogo, hata tuwe na dakika 10 hivi 15. Yes, unajua Yesu akiitwa ni mwaminifu. Kama umejiweka vizuri kwenye moyo wako na kushukia hapo hapo na Roho Mtakatifu. Yes, Yesu, haya, Yesu shuka katikati yao, wasaidie, saidia watoto wao, na hata shule zinazofungua hizi, Mungu, hata kama ni vyuo sekondari, wasaidie walimu, saidia wizara ya elimu, saidia watoto wetu, saidia kila kitu, wafanya biashara, wakulima. Maisha yetu sasa ni silaha, tunafaa kuwa vyombo vyako ambavyo vitafanya kazi ambayo uliyoikusudia iliyo njema. Iko wiki mbele yetu, kuna siku 179 mbele yetu kumalizia huu mwaka. Msimiko wa leo tunakaa kwenye mkondo wako, mkondo wa Roho Mtakatifu.
mkondo wa neno la Bwana, mkondo wa tabia zako, mkondo wa nguvu zako. Tutajiconnect na mbingu. Wote hawa ni maelfu, wote hawa ishara na maajabu vifanyike kwa mikono yao. Wataweka juu ya wagonjwa na watapata afya. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Watatoa pepo, watatakasa wenye ukoma, watatakasa wenye ukoma. Miujiza itafanyika, pepo zitatoweka, watafufua wafu. Hawa ishara zitafanyika, ishara za mambo ya ajabu. Pokea upako, pokea nguvu. Utakapogeuzwa kuwa mtu mwingine, fanya kama Bwana aonavyo, kwa sababu Bwana amekugeuza. Usiyatafakari mambo ya mtu, tafakari mambo ya Bwana pamoja na kazi ya Bwana. Achana na habari za watu, achana na habari za majirani, achana na habari za mtu mwingine. Ama kama mnasaidiana mkasaidiana, lakini eneo kubwa ni connection yako na Bwana, connection yako na Mungu aliye hai. Bwana akutendee, Bwana akuwezeshe, Bwana akasimamie ndoa yako, Bwana asimamie familia yako, Bwana asimamie ndugu zako, Bwana asimamie uchumi wako, Bwana asimamie maisha yako. Uwe mkondo wa Bwana, uwe nguvu za Mungu, uwe mlipuko na maporomoko ya maji, maporomoko ya tabia za Mungu, maporomoko ya nguvu za Mungu. Kama kuna maporomoko ya maji yakafanya umeme, maporomoko yanayozalisha nguvu za Mungu. Haya, Bwana akupitishie nguvu zake, apitishe nguvu za Mungu na usemi wa kimungu. Bwana akufanye uwe tofauti na maisha yako, kila unaoligusa likapate kufanikiwa. Akuinue na kukupandisha na kukutukuza, akushuhudie na kukuwezesha. Usemi wako uwe ni usemi wa Bwana. Nakushukuru Mungu kwa kuyafunua haya. Nashukuru. Tembea nao katika zoni nyingine kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Amen. Waende kwa utukufu wako. Wanaopanda vyombo mbalimbali, magari na vyombo vingine, wafike salama. Iwe wiki ya salama na wiki zingine hadi mwaka uishe katika siku 179. Bwana uwape neema makazini katika maisha yao, kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi. Wote tuseme amen. Sema amen. Haya, kinaingia kipindi kingine, zawadi. Watoto wote walaini huku mbele, wale watu wakubwa wawe nyuma kidogo. Tunataka tulifanye tendo hili haraka tukiwa tumetulia na uwepo wa Mungu. Naomba tufanye hivyo kwa tuna watoto wengi sana. Kina at least kila familia itachukua zawadi, tutachukua mtoto mmoja zawadi, kwa sababu wako wengi, sitaweza kutosha. Watoto wadogo kabisa wawe mbele, wale wakubwa wawe nyuma. Nyewe wazazi muwe huko. Mashembasi sasa hapa ndio wakati wake, wazee wa kanisa hapa ndio wa kuamka.